Pili ya Butere Girls wanadaiwa kukataa kuendelea na mchezo wao wa kuigiza kwa jina Echoes of War ambalo limezua mjadala, serikali ikitajwa kuingilia. Inadaiwa kuwa wanafunzi hao walinyimwa kipaza sauti, hatua ambayo iliwakasirisha na kukataa kuigiza katika mashindano ya kitaifa ambapo wameondoka ukumbini baada ya kuimba wimbo wa taifa. Mchezo wao wa kuigiza unaofahamika kama Echoes of War unasemekana kugusia uongozi wa Kenya na maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z mwaka jana. Awali mchezo huo ulikuwa umepigwa marufuku katika hali isiyoeleweka kwenye mashindano ya kikanda kabla ya mahakama kuu kubatilisha marufuku hiyo na kuagiza wanafunzi hao kuruhusiwa kuigiza katika mashindano ya kitaifa. Hapo jana mwelekezi wa mchezo huo wa kuigiza aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala aliripoti kwamba alizuiliwa kuingia kwenye ukumbi ambapo mashindano ya mwaka huu ya shule za upili yanafanyika jijini Nakuru katika mkoa wa Bonde la Ufa. Naelezwa kwamba mwanahabari wetu wa Nakuru Chichi Josephine yuko mbashara kutoka katika eneo hilo la Nakuru, na ambapo shughuli hiyo imekuwa ikifanyika tangia asubuhi. Chichi, wapo unanipata habari za sasa, hali ikoje hadi kufikia sasa baada ya wanafunzi hawa kudinda kufanya mchezo wao wa kuigiza? Chichi Josephine ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii ya Butere Girls, ni wanafunzi ambao wamesusia kuigiza mchezo wao kwa jina Echoes of War na ambao sasa umezua mjadala kote nchini. Chichi, iwapo unanipata habari za sasa, hali ikoje kufikia sasa tangia asubuhi? Chichi? Andrin, shukran sana. Kama ulivyosema ni kweli, na wajia moja kwa moja kutoka kwenye lango la shule ya msingi ya Lions ambapo ndipo eneo ambalo tamasha la 63 la kimataifa ama la kuweza kufanya michezo ya kuigiza na fasihi inaweza kuendelea. Na hivyo basi ni kueleze kwamba asubuhi ya leo kumekuwa tuna mtafaruku pale ambapo tuliweza kushuhudia rabsha ambazo ziliweza kutukia hapa baada ya kile ambacho kilikuwa kikieleweka kuwa yule ambaye ni seneta aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala aliweza kukamatwa hapo jana, na ikakuwa hapo jana kukazuka rabsha zingine wakati wa kukamatwa kwake. Na ile kwamba kukamatwa kwake kunatokana na uandishi wa igizo lake lenye utata la Echoes of War ambalo lilitarajiwa kuwa shule ya wasichana ya Butere ilikuwa ije hapa ili kuweza kuigiza, lakini swala hilo ama shughuli hiyo haikuweza kufanyika, maana kumekuweko tu na mtafaruku hapa na kule ambapo tumeweza kushuhudia wale ambao ni maafisa wa polisi wakiweza kurusha tu vitoa machozi. Na wakati ambapo wasichana wa Butere Girls ama shule ya wasichana ya Butere waliweza kuwasili hapa, ilitarajiwa kwamba watakuwa wakifanya michezo yao ya kuigiza, lakini kile ambacho kiliweza kufanyika ni kwamba hawakuweza kufanya michezo hiyo, na hivyo basi hali halisi ikawa ni makimbizano ya hapa na kule, wakati ambapo tuliweza kuona pia hakuna wale ama hadhira ambayo iliweza kujitokeza. Kila mmoja aliweza kufungiwa. Upande wangu wa chini kidogo tu kuna lango la Lions ambapo ndio eneo ama ndilo eneo ambapo maigizo ya fasihi yanazidi kuendelea pale, lakini elewa kwamba kila mmoja wakati Butere ama wasichana wa Butere walipofika, hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kufika ama kufunguliwa lango ili kuweza kuingia ndani. Pia pamoja na wale ambao ni wanahabari waliweza kuzuiliwa nje, pamoja na wale ambao walikuwa wamefika ili kushuhudia maigizo ya kutoka shule ya Butere. Lakini kile ambacho kiliweza kuonekana ni kwamba wale ambao ni maafisa wa polisi, maana kulikuwa na mtafaruku kidogo, wale ambao walikuwa
ni watu ambao walikuwa wamefika hapa wakazua, wakasema kwamba wanahitaji waingie ndani waweze kushuhudia igizo la Butere, lakini kidogo kidogo tukaweza kuona maafisa wa polisi wakiweza kutoa vitoa machozi kutawanya vikundi ambavyo vilikuwa vimefika hapa pale chini. Lakini wakati ambapo tulipata ripoti kwamba kuwa wale wasichana wa Butere hawangeweza kuwa wakiendelea na maigizo, na wakasema kwamba watakuwa wakiingia kwenye kituo ama eneo jukwaa ili kuweza kuona iwapo wataweza kufanya maigizo yao. Lakini kile ambacho kiliendelea, Andre, ni kuarifu ni kwamba walikosa zile ambazo ni malebo, ambazo ni mavazi ambayo huvaliwa na wale ambao wanaigiza, na hivyo wakasema hakuna vile wangeweza labda kuigiza ama kufanya mchezo wao wa kuigiza bila malebo, na pia wakasema kwamba hawangeweza kuigiza bila hadhira ama wale watu ambao walifika pale ili kuwashabikia. Hivyo basi wakasema kwa wao hawangeweza kuendelea na maigizo, na hivyo ikawabidi tu kuimba wimbo wa taifa, wengi wao wakiwa na kilio, maana walitamania kwamba wakaweza kuigiza mchezo wao wa Echoes of War. Naelewa kwamba wote wakaweza kutoka jukwani, swala ambalo kidogo pia liliibua hisia mseto hapa nje, na hivyo basi kukawa na mtafaruku. Na pia nikueleze kwamba yule ambaye ni Cleophas Malala, wakati ambapo aliweza kukamatwa hapo jana, naelewa kwamba ni mwandishi wa igizo hilo la Echoes of War, na ndipoza kumekuwa tu na utata kidogo, maana wanasema kwamba yale maneno ama ule mchezo unaweza kutoa sahihi kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea mwaka jana wakati wa maandamano ya kizazi cha sasa ambacho ni Gen Z. Na hivyo basi wanasema kwamba ni mojawapo labda, kulingana na vile ambavyo tulisikia, ni mojawapo labda walihisi kana kwamba maigizo haya ni ya kuweza kulenga hasa serikali ya Kenya Kwanza, na niposa kukakuwa tu na mtafaruku. Lakini pia nikueleze, baada ya Cleophas kuweza kukamatwa hapo jana, aliweza kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Central hapa katika kaunti ya Nakuru, lakini hii leo tumepata ripoti kwamba Cleophas aliweza kuhamishwa ama kufululizwa moja kwa moja hadi kwenye kituo cha Eldama Ravine cha polisi. Na hivyo basi tunangoja ama tunasubiri tu tuone ripoti za nini ambacho kitakuwa kikijiri, labda tutakuwa tukiwajia moja kwa moja kuwajuza kile ambacho kitakuwa kikijiri. Lakini kumekuwa tu na hali ya hapa kule, wale ambao ni wasichana wa Butere hawakuweza kufanya maigizo yao hapa, hivyo basi waliweza kuondoka jukwani kwa kilio, na kile tu walichohitaji zaidi yote ni kwamba walisema kwamba zaidi kwamba hawakuweza kuwa na malebo, pia hawakuweza kuwa na hadhira, pamoja na kile ambacho walisema hata zile ambazo zile taa ambazo zilifaa ziweze kumulika jukwaa hazikuwepo, na hivyo basi wakawabidi kuweza kuondoka. Swala ambalo tuliweza kuona pia wale ambao ni baadhi ya wanasiasa kama yule Eugene Wamalwa aliweza kufika hapa, akaweza tu kuwasihi wale walinda lango iwapo wangemruhusu ama waruhusu mawakili waweze kuingia ndani, lakini kukawa tu na shida kidogo na wakaweza kukatazwa kuingia ndani. Hivyo tu bado tuko hapa tunazidi kufuatilia, lakini kwa sasa taarifa ni kwamba yule ambaye ni Cleophas Malala, aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, alishapelekwa kwenye kituo cha polisi cha Eldama Ravine, na tunasubiri tuone ni kipi kitajiri. Je, atakuwa nafasi bado zinazidi kuendelea mle ndani. Tumetoka kule na shule tofauti bado zinazidi kufanya maigizo yao, lakini tuko hapa kufuatilia kuona kipi ambacho kitajiri. Je, wale ambao ni ama zile ambazo ni shule zingine zitakuwa zikifanya maigizo ama vipi? Hivyo basi Andre, niruhusu tu niweze kufuatilia kile ambacho kinaendelea hapa. Kwa sasa hali ni shwari kidogo, lakini bado tunazidi kusubiri kuona iwapo Butere watakuwa kirejea, iwapo wataendelea na maigizo ama vipi, na pia tuone iwapo Cleophas Malala atakuwa kiachiliwa ama vipi. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada, Andre. Kwa niaba tu mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwako Andre. Sana Chichi Josephine, bila shaka kwa kutuchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika eneo hilo la Nakuru, ambapo hali ya sintofahamu ilishuhudiwa hapo jana na mapema asubuhi kufuatia mchezo huo wa kuigiza wa wanafunzi wa shule ya Butere Girls. Tutakuwa tunarejea kwake baadaye kwenye taarifa zetu za hapo baadaye kuweza kujua ni yapi ambayo yatakuwa yamejiri hata zaidi. Lakini kwa sasa, mtazamaji, tusonge mbele na tuzidi kukutaarifu